Bwana mambo vipi? Bwana fresh. Bwana matokeo umeyapokea, mnyama kafa kamba 2 bila. Wapi ambako mnyama leo kosea? Mchezo kiufupi ulikuwa mgumu, lakini tunachoshukuru Mwenyezi Mungu, game tumeicheza, tumefight game vizuri. Lakini tumekosea tu katika sabu. Kocha wetu wachezaji wa kama watatu walichoka. Kocha wetu ni mwoga kufanya sabu kiukweli. Ndio katua kwa 90%. Baadhi ya mashabiki wanasema hata game na Azam mmepoteza kwa staili hii. Ni kweli, kwa sababu hata ukiangalia ile mechi na Azam tulikuwa tayari tushaikamata. Ni mechi tu kufanya sabu, tuchukue ushindi, na hii nayo ilikuwa hivyo hivyo. Kocha akafanya kile alichokifanya mwanzo. Kwa yote kwa sababu yeye ndio kocha na maamuzi yote, tusiweze kumlaumu sana. Tunajipanga kwa mchezo ujao na imani tutafanya vizuri. Bwana, unapoitazama Simba hii unaona kabisa tarehe 9 mnyama na maajabu yoyote? Maajabu yapo makubwa sana, kwa sababu Simba akiwaga kwa Mkapa anakuwa kama ni Simba mwisiri mwenye njaa. Uhakika wa kumpindua yule Mwarabu tunao kwa 100% kabisa. Kitu gani kinakufanya kinakuaminisha kwamba uamini mnyama anaenda kupindua meza? Cha kwanza tupo nyumbani, tuna advantage ya kila kitu, uwanja wa kwetu, wachezaji wa kwetu, waamuzi watakuwa hapo kwetu. Kwa kila kitu kitakuwa kipo kwetu. Kwa hiyo naamini tutafanya vizuri kupitia hicho kitu. Advantage kubwa sana tunayo. Ukichanganya na wachezaji wetu, kuna wengine hawakupata nafasi, mechi ijayo watapata nafasi, watacheza. Eneo la kiungo limekuwa likililiwa sana. Fabrice Ngoma wanasema ni mtu kama ambaye alikuwa ameshachoka. Kocha naye alikuwa anatakiwa muingize Debla Fernandez. Hili kwako unalizungumziaje? Ni kweli au ni baada ya watu kupoteza mchezo amekuwa na hizo lawama? Hilo lilikuwa liko wazi. Fabrice Ngoma alichoka kiasi kwamba hata kupush team, alikuwa push team, mipira mingi alikuwa anakaa nayo kwa muda mrefu, anarudisha nyuma. Kwa hiyo kafelisha kwa kiasi kikubwa. Ni kweli kabisa Mavambo ile mechi angeingia. Mimi na imani Mavambo angepush team kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ni mchezaji ambaye anaweza bato, anaweza kukana mpira, anaweza kupiga pasi. Kwa hiyo siwezi kulaumu sana. Bwana, mchezaji gani ambaye unamwona kabisa tarehe 9 anaenda kuivusha Simba? Mchezaji ninayemwona anaenda kuivisha Simba ni Elie Mpanzu. Elie Mpanzu leo kama washambuliaji wangekuwa hapo vizuri, kuna kitu kajifunza hata yeye mwenyewe. Nadhani mchezo ujao atajirekebisha. Ateba hakuwa vizuri ile. Ateba siku zote hayupo vizuri. Ni mchezaji unaweza ukampa pasi 20 akafunga moja. Kwa hiyo hayupo vizuri siku zote, sio leo. Kuingia kwa Mkwala kulibadilisha chochote? Kulibadilisha kitu kikubwa sana, kwa sababu kuna muda mpira mmoja wa kona ambao ulipigwa kwa Mkwala ulikuwa ni mpira mmoja ulikuwa una hatari sana. Ila kwa bahati mbaya ameingia kidogo, dakika zimeenda. Si unajua mchezaji anapoingia mpaka mwili upate joto kidogo ndo anarudi katika emotion ya kucheza mpira. Kwa hiyo Mkwala na amani kabisa, akipewa nafasi ya kuanza mechi inayokuja tutashinda chuma nyingi sana. Bwana, tukutane tarehe 9. Bwana, kikubwa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Haina.